kabisa nitumie nafasi hii kuwapongeza sana Mheshimiwa Diwani na kupongeza na wananchi wa kijiji hiki cha Komaswa kwa jumla na kijiji cha Surugu. Napongeza sana kwa maono yenu mazuri na dhamira mliokuwa nayo nzuri ya kuanzisha ujenzi wa hii dispensary kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa hapa kupata huduma za kiafya. Na pia nawapongeza kwa jinsi mlivyoweza kusimamia ujenzi huu, kamati kwa ujumla, kamati ya ujenzi, wote viongozi mlioko hapa mliohusika kusimamia ujenzi huu mkiongozwa na mganga mfawidhi wa zahanati ya Surugu. Nawapongeza kwa kazi nzuri mliofanya kwa muda mfupi. Kidogo inaleta matumaini. Sasa sisi kama halmashauri kwanza na timu hii ya kamati ya fedha tumepita kwa ajili ya ukaguzi kuangalia maendeleo ya mradi yamefikia kiwango gani, na dhamira ya halmashauri ni kuhakikisha kwamba majengo yote yanayojengwa, miradi yote ya kimaendeleo inayoendelea kujengwa katika halmashauri yetu inaisha kwa wakati ili iendelee kutoa huduma kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na dispensary hii ya Komaswa. Matamanio yetu ni kwamba iishe kwa haraka, wananchi wetu wa hapa waendelee kupata huduma. Ikimalizika itapunguza mambo mengi, itasaidia afya ya mama na mtoto na watu wengine, na itapunguza vifo kiasi fulani, kwa sababu huduma ya haraka itapatikana kwa karibu. Tunawaombeeni muendelee kushirikiana kwa karibu na sisi kama halmashauri. Tumeona kuna mapungufu mbalimbali hapa, tutayafanyia kazi kuhakikisha kwamba ujenzi huu unakamilika kwa wakati ili wananchi wetu waendelee kupata huduma. Tunaona hapa kuna saruji mifuko 60 mmesema tutaifanyia kazi, kuna grili 2 tutafanyia kazi, tunaondoka nazo na taarifa bahati nzuri tunazo engineer kile remote hilo, na tenki la maji. Kwa ujumla system ya maji hapa inahitajika, lakini pia kuna system ya umeme pia. Bahati nzuri mimi nilikuwa ni mpenda maendeleo katika maeneo haya, na mimi pia ni mkazi wa maeneo haya. Mimi ndo nimeleta nguzo mpaka hapa, na kumbuka kama nilisogeza nguzo mpaka maeneo jirani hapa kwa ajili ya hii dispensary, ikiwa bado imedumaa kabisa, sijawa hata kiongozi. Kwa hiyo leta mpaka hapa umeme, tukiwa na malengo kwamba baadaye tutaendeleza ujenzi wa dispensary na umeme utasaidia. Kwa hiyo system ya umeme hapa inahitajika, lakini pia kuna vyoo, kuna madirisha, amesema kuna madirisha 11 yanayotakiwa kwenye hii dispensary. Kuna nyumba ya mganga, ni kweli, sababu sasa mtu ataishi wapi wakati anaweza kutoa huduma? Hadi mapungufu ambayo tunajua lazima tuchukue mapungufu yote kwa jumla ili tukayafanyie kazi. Na kuna system ya vyoo. Tuongeza system ya vyoo, maana pamoja na mashimo yote ya vyoo na vyoo vile kwa ujumla. Sawa. Lakini kuna kichomea taka, amesema engineer, cha muhimu sana katika dispensary hizi au zahanati zetu hizi. Kijengwe yote ni mapungufu. Kwa hiyo yote tunayofanyia kazi, sisi tunachosema ni kwamba tuko tayari kushirikiana na wananchi kuhakikisha wanapata huduma bora kutoka kwenye halmashauri yenu ya wilaya ya Tanangozi. Na ninyi tunawaomba muendelee kutunza miundombinu hii ambayo tunayohangaika kuijenga. Tunapambana kujenga kwa fedha za serikali, fedha za mapato ya ndani na zingine tunazozipata kutokana na wahisani mbalimbali, lakini kikubwa kwa wananchi tunawaombeni muendelee kutunza miundombinu yote inayojengwa na serikali. Sasa sehemu kubwa wamefanya wao, na hii na sisi inatupa changamoto ya kufanya kwenye kata zetu, kuhamasisha wananchi kushiriki kama ambavyo wao walishiriki. Kwanza nitoa shukrani kubwa kwa ofisi yako kuona kwamba moja ya miradi itakayotembelewa ni hii zahanati, ujenzi wa zahanati ya Komaswa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi huu umeanza siku nyingi kama taarifa inavyojieleza 2022. Fedha hizi tumezipata kutoka mapato ya ndani mwaka 2023, lakini zimekaa sana kwenye akaunti kwa sababu ya mambo mbalimbali ambayo ni pamoja na mfumo wa NeST ikiwa ikipandishwa, lakini wazabuni wakati mwingine wanakosa. Lakini hatima yake
mtendaji alipata maelekezo na fedha hii usimamizi wake ukahamia kwenye ofisi ya DMO. DMO ndio alimteua mganga mfawidhi kusimamia. Kwa hiyo ndio unaona imefikia hatua hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa mradi huu ni wa siku nyingi kama ilivyojieleza taarifa, ningefurahi sana kama fedha ingepatikana ya umaliziaji kabisa ili mradi huu uendelee kufanya kazi. Kwa DMO sina wasiwasi naye. Kwa wakati wowote anaweza akasajili zahanati hii pamoja na zahanati hii tunayoiendea. Lakini sasa tunaomba fedha za umaliziaji